Yes, bwana, karibu sana DNA Television. Mimi naitwa Morgan Kalisa Master, the King Master Buffalo. Leo nimemnasa mzee wa mida bwana maeneo fulani hivi, nataka niongee naye kuhusiana na taarifa za kimichezo na yuko hapa mzee wa mida. Mambo vipi? Poa Morgan. Uko sawa kabisa leo? Niko poa sana mwanangu. Niko vizuri kabisa. Eka zimekuwa nyingi sana. Mungu ni wetu sote. Jambo limeshaje kwa taarifa za kidogo tu huko Simba fans na Yanga fans? Tulitizama Yanga alipopolewa chuma mbili. Hakuna za ndani huko. Lakini wanasema mechi haijaisha, watu wametamamluki, ndivyo ambavyo wanasema. Na jana watu wameenjoy maisha ule mpunga. Watu wamekula sana nyama. Au sio? Sasa je, wewe je kufikia, lakini wewe uko na wale? Mimi nakwambia watu jana wamekula maisha. Wameenjoy. Nyama zimechomwa, bia zimepigwa safi sana. Ndio maisha yanayotakiwa ya Watanzania. Ndio raha hiyo ya mpira wa Simba na Yanga. Pale zimeisha dakika 90, 20 huku 20 huku, kule muongeza 10,000, milioni 20 na 10,000, milioni 20 kamili. Ndio utani wa jadi hiyo. Watu wameenda kuchoma nyama, maisha yameenda. Leo watu weupe kama kijatokea kitu. Mzee Mida, niambie kwanza katika heka zako huko vipi Msimbazi na kocha mpya? Tuambie kwako muktabari mpaka sasa hivi. Wewe unaonaje kwanza binafsi yako? Kocha mpya tayari ametangazwa ambaye ni Steve Barker. Simba wana muda wowote ambao wanaweza wakamkabidhi mikoba sasa rasmi. Vipi sasa unamuonaje akiwa kama kocha? Kwanza ni jambo zuri kwa sababu tulikuwa tunapiga kelele sana. Muda huu wa AFCON ni muda ambao timu zinabidi zitumie kwa ajili ya kujiweka sawa kwa ajili ya msimu ujao. Tunaelewa? Na ndio maana tulikuwa tunapiga kelele kila siku, Simba tafute kocha mpya. Mapema Simba tafute kocha mpya. By the way wamempata Steve Barker. Ni kocha ambaye ana daraja la kati, yani ni kocha mdogo kwa kifupi. Simba wamesajili kocha mdogo. Kwa nini unajua? Yule Steve Barker ni kocha ambaye amezoea kuifundisha timu ndogo. Stellenbosch pale Afrika Kusini ni timu fulani ndogo sana. Ya kawaida. Haina uzani sawa na Simba. Hakuna uzani sawa na Simba, lakini kule South Africa haiwezi kuingia kwenye kundi la kina Orlando, la kina Mamelodi, Kaizer Chiefs hawezi kuingia. Licha ya kuwadindia lakini aliingii huko. Mfano Stellenbosch hapa Bongo ni kama timu Kagera Sugar, Dodoma Jiji, Coast Union, KMC ni timu fulani ndogo. Sasa kitendo cha Simba kumchukua kocha wa Stellenbosch, cha kwanza tumefurahi kupata kocha mpya kupatikana kwa haraka. Sijui unaelewa? Lakini huyu kocha mpya, je, mbinu zake zitafanya kazi kwenye klabu ya Simba? Kwa sababu kocha ni mdogo, Simba ni kubwa. Kwani mbinu zake mpaka sasa hivi ulivyomfuatilia ni kocha wa aina gani? Tuambie tacticians akiwa kwenye pitch anafundisha pale. Mbinu zake ni zipi? Anapenda ku defense, sio mzuri kuanzisha build up kuanzia chini, lakini pia anapenda kujilinda zaidi na kushambulia kwa kushtukiza, counter attack. Kwa sababu yeye pia kipindi ambacho alikuwa anacheza alikuwa ni kiungo wa katikati. Kwa hiyo anaamini timu yake ili kumzuia mpinzani lazima nijaze viungo wa kutosha, niwe na mabeki wa kutosha, alafu niwasikilizie wao. Nyeje zaini mpira mimi niko mtakuja hapa. Kwa hiyo hapa mwezi kupita, huo ndo mfumo wake. Lakini pia silaha yake kubwa anategemea mawinga kulia na kushoto kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza akiwa anashambuliwa. Mfano mimi ndo kocha Steve Barker. Nacheza na wewe, si ndio? Wewe njoo nishambulie, mimi nakuruhusu wewe njoo, lakini mimi nikipata mpira natumia mawinga pembeni kulia na kushoto kuchomoka kwa kuadhibu. Sasa kwanza Simba ina wachezaji kwanza wa aina hiyo, cha kwanza. Lakini cha pili pia inaweza kumsaidia Simba kwa mfumo huo. Itawasaidia kiasi gani? Na ndio maana nikasemaje, Simba wamesajili kocha wa kawaida. Kwa sababu gani? Unajua, ukiangalia wachezaji wa Stellenbosch na ukiangalia wachezaji wa Simba ni vitu tofauti. Huenda wachezaji wa Stellenbosch kama mawazidi wa wachezaji wa Simba kwa terms of performance kwenye pitch. Lakini pia huenda wachezaji wa Simba wakawa wamewazidi Stellenbosch kwenye issue ya performance kwenye pitch. Lakini tunaangalia timu ikiwa ina flow inachezaje. Nimewafuatilia kwa sababu yuko muda mrefu Stellenbosch tangu 2017 by the way, na ameisaidia timu kupanda daraja. Sio unaelewa? Lakini sio kuchukua kombe la pale Afrika Kusini kama FA ya Bongo kwa sio kuchukua pale akiwa na Stellenbosch. Lakini Stellenbosch ipo katika michuano ya kombe la shirikisho. Na msimu huu Simba wanamuoa kutoka pale, yupo kwenye kombe la shirikisho, yuko kundi moja na Singida Black Stars. Na tuliona Zanzibar nilikopo pale uwanjani jinsi ambavyo alikuwa anacheza. Ni mtu ambaye anapenda kujilinda sana. Yaani sana kweli. Alafu anashambulia kwa kushtukiza. Swali ni je, Simba watu wapo?
Mimi ndio ambao na mashaka kama mzee wa mida. Nikiangalia eneo la ulinzi la Simba, huko kushoto acheze Anthony Mligo. Unaelewa? Kulia Shomari Kapombe. Katikati Lushain pamoja na Chamu. Juu yake acheze Nabi Kamara. Unaelewa? Au acheze Nabi Kamara au Yusuf Kagoma whatever au sio nani, lakini hiyo ndio safu ya ulinzi ya Simba. Je, watu wana hiyo nguvu, tanki lao lina mafuta la kukaa mwanzo mwisho nyuma? Imagine wanacheza na Yanga. Pakome kulia, Max kushoto. Juu acheze Prince Dube. Katikati yao Mudathiri haya na Duke Abuya. Unaelewa? Hapa Jobu na Niliu Baka. Israeli Mwenda, Zimbwe au Boka. Hiyo timu ina defense, ana tabia kukabia kwenye low block. Unajua low block unaanzia kukabia wapi? Umeona kidude cha penalty kile cha kwenye penalty kick pale. Sogea juu kidogo, ile ndio low block. Sasa timu yoyote ambayo inakabia kwenye low block ni hatari kwenye kufungwa. Nimekutolea mfano timu ambayo ina mawinga hatari, timu ambayo ina utajiri kwenye eneo katikati. Achana na Young Africans, labda ni daraja jingine ambalo Simba wameshazoea kufungwa na Yanga. Azam FC. Faisal kwenye dimba la juu pale. Akaminko chini yake. Juu kitambala bola. Sopu Idinado. Simeelewa? Atoki hapa chini kocha amue Benge aanze na Kipagani ambaye ana miguu mguuni, anafutwa kinzuri mguuni, aanze na Zuberi Foba. Simeelewa? Au aanze na mkongwe Aishi Manula. Hiyo timu ikabia kwenye zoni yao ya 6 au mawele atakufanya nyingi. Mimi nakwambia kama angalau Simba ameshamezana na Azam, angekuwa bado hajamalizana na Azam, alafu anacheza na huyu kocha Steve Barker kwenye low block, unafunga goli hata 6 zinaingia. Sasa kwa ushauri wako mzee wa mida, tuambie Simba wanatakiwa kusajili wachezaji wa aina gani ili kuendana na huyu kocha, au kocha ana uwezo wa kupendekeza wachezaji wa aina gani ili pale Simba wakiingia kidogo aibu yake siwe kubwa? Ndugu yangu, dirisha dogo la mwezi Januari kuna wachezaji Simba wanaweza mikataba. Yuko Dese Mkwala, Mutale Budo, sijui umeelewa. Wote wakina Chamu wanamaliza mikataba wao. Kwa hiyo kocha yeye ndio anaamua mapendekezo yake. Yeye sikashakabidhiwa timu, maana siku watu anawataka kwenye timu yake, yeye ndio anaamua. Bosi namtaka huyu, namtaka huyu, namtaka huyu. Bosi ndio ataangalia mfukoni mwake yeye. Je, mfuko wangu mimi unaruhusu? Okay fine, mfuko wangu mimi unaruhusu, nakuletea watu. Mfuko wangu uruhusu, nakuletea watu ambao wanataka kufanana na hao ambao unawataka wewe. Na ndio maana kwenye usajili unaambiwa wewe na daraja la kwanza, la pili na la tatu. Tumemkosa mzee wa mida, chaguo la kwanza. Tukimkosa mzee wa mida tumtafute nani? Tumtafute mtu ambaye anafanana na mzee wa mida lakini sio mzee wa mida. Ndio kwenye usajili jinsi ambavyo ulivyo. Bwana, tumemkosa mzee wa mida, chaguo la kwanza. Chaguo la pili tumemkosa mtu ambaye anafanana na mzee wa mida. Basi tumtafute yule mtu ambaye angalau anafanana na mzee wa mida, anavaa labda miwani, ana ndevu, unaelewa? Anafuga nywele. Ndio kwenye usajili. Tukimkosa mtu A tumtafute mtu B, tukimkosa mtu B tumtafute mtu C. Wewe sasa kwa jicho lako tu, nani ambaye umemuona ambaye kuna uwezekano wa kupatikana akaja Simba, mchezaji ambaye yuko kwenye timu zingine ambaye anaweza kupatikana kwa haraka, aidha hiyo kimataifa au hapa ndani? Sasa unasikia Morgan, shida ni moja. Mfuko wa Simba mimi siuelewi, mfuko wao wa fedha. Lakini si budget zipo na oga zinaonyesha Simba watashinda kusajili mchezaji ndani. Fadlu Davis alikuwa anamtaka Faisal Salum Abdallah Feitoto. Jailut anaingia mkataba na Simba, zile bilioni anaweka pale. Aliwaambia wana Simba, furaha nitawaleteni mchezaji ambaye ni kipenzi chenu Faisal. Wamemshindwa bilioni 2 msimu jana. Sasa hii safari hii Faisal ili kumwapa ni bilioni 4.2. Wameshindwa kwamba pesa haikuwepo au nini tatizo? Au Faisal mwenyewe hawataki? Pesa hamna. Bilioni hivi wewe bwana, Simba hamna pesa bwana. Basi taratibu Morgan. Wewe una hivi kwa akili yako moja hiyo atoe bilioni 2 kwa ajili ya Faisal? Binadamu mmoja bilioni 2. Na mwenye mwili wa nyama. Mwenye mwili wa nyama. Na ndio maana nakwambiaje, pamoja na kuwa na mwili wa nyama, huo mzigo kuna kiasi Young Africans wanakitaka, wanakipata kupitia mzigo wa Faisal. Wakaona hapa bilioni 2, bilioni 1 point kadhaa ya Yanga. Hapo unaweza kufanisha na nini? Kwa maisha ya kawaida unaweza kufanisha na nini mzee wa mida? Yaani utoe hela alafu kuna mtu utaki apate lakini anapata. Ndio maana nakwambiaje, wakaona hii biashara hatuwezi kufanya kwa sababu gani? Kama wangetoa zile hela Yanga kwa anavuna naye bilioni 1, alikuwa anachukua Yanga kana shenzi tuwafaidishe Yanga Afrika. Lazima kaudi nyuma. Wana akili lakini hapa Afrika Morgan, ukiwa na hela kuna wachezaji wengi sana unawapata.
ila Simba wanapigwa kwenye idara yao ya usajili, wanapigwa sana kwenye nchi za usajili. Yani walimtimua yule scout wao, walimuondosha yule mzungu. Kidogo alikuwa anajitahidi kuleta watu, lakini Mangungu amesimamia usajili mwenyewe. Tumemwona msimu huu ambacho amekileta, bado akija click kwenye timu ya Simba. Sio, umeelewa? Simba misimu minne imeteseka sana kwenye nchi ya usajili tangu afe marehemu Hans Pop. Simba wana struggle sana kwenye kupata wachezaji wazuri. Hapa katikati amepitia mengi sana. Sawadogo amecheza Simba. Koblen amecheza Simba. Sio, unaelewa? Kuna mtu anaitwa hapa Omar Jobe amecheza Simba. Au utakuwa na madaraja ya kucheza Simba. Babu aliongea mzee Rage kwamba Jobe ukienda Manzese unawakuta hapa, tuko wapi? Hapa Tandale. Tandale unawakuta kina Jobe, Manzese unawakuta kibao. Alizungumza vitu vingi kwa sababu shehe wangu mpaka kuna vitu vingine unaweza kuongea kwa namkufuru Mungu. Wachezaji hawana level kucheza Simba. Hata mimi na timu yangu tu mtaani Mzwamida FC. Simchukui Jobe mimi akacheza timu yangu. Amecheza Simba mzee. Ndio kiumbe wa kwanza kumvulisha kofia Benchika, tunaona upala wake pale Sisemliti Singida nilikopo uwanjani. Hakuwahi kufanya hivyo. Benchika tangu anakuja Simba hakuwahi kuvua kofia. Kwa mara ya kwanza akavua kofia tuko Sisemliti. Tukaona masikitiko makubwa. Tukaona kumbe mzee hapa ana nywele hapa na walaza. Tuingia hapo Benchika akaanza kuvua kofia. Bwana Mzwamida. Asivae kofia tena ile mechi. Mzwamida kidogo tu. Na kupa story ile game Sisemliti. Simba kashakupa chuma ya kwanza. Singida wanaongoza goli la kwanza. Wakasawazisha mechi. Jobe sawa na Koblen unamkumbuka? Anatembea kama digidigi hivi. Koblen. Yeye na goli kapaisha. Mzee kavua kofia kapiga chini. Mechi inaisha, mzee amekaa kwenye benchi, hajaondoka. Chuma pale pale akarudi nyumbani akasema bana, mimi naenda kwa familia yangu, sijui nini nimekumbuka. Nimekumbuka. Kumbe sababu alikuwa ni Jobe. Hapo msimu huo wa nyuma yake ametoka kuwa bingwa kombe la shirikisho. Benchika kocha mkubwa wa Afrika. Akakumbuka kofia mtoto mdogo. Salumu hajaota. Kakumbuka familia. Nimekumbuka familia. Wewe Mzwamida. Nimekumbuka familia yangu, narudi nyumbani. Kumbe anakimbia vipigo leo mkononi. Mimi nakwambia Gamondi walikuwa Simba kwa mtaka Gamondi, si ndio? Lakini Gamondi kachungulia kaona Stars anategemea ana project na yupo kwenye Afcon, sijui unaelewa, lakini Singida ana project nayo. Ndio timu ya kwanza Tanzania kuingia kwenye makundi kombe la shirikisho, Singida Black Stars ikitokea from the scratch. Wakina Namungo washashindwa. Azam FC ameshindwa miaka kibao, Mtibwa kashashindwa miaka kibao, lakini Singida Biashara ashashindwa miaka kibao. Lakini Singida anatoka from the scratch, anapasua anaingia kwenye makundi. Kazi ya Miguel Gamondi. Akasema hapana, siwezi kwenda kuharibu CV yangu kwenda kufundisha Simba. Sio, unaelewa? Aliwapa vitu vyake ambavyo anavihitaji. Kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Wakashindana naye. Lakini pia wenyewe mimi na vyanzo vyangu vya utondote wenyewe yupo willing kuifundisha Simba kwa muda huu. Labda baadaye na labda angempa mzigo mkubwa sana. Lakini Mugani hata kama yeye ndio kocha. Sio ndio kuangusha ujumba bovu sasa hivi. Sawa, hebu tuachane na Simba kidogo bwana. Tuache kidogo wapumue. And nataka nizungumzie kuhusu Afcon ambayo tayari jana michezo ya kadhaa imechezwa na ukiangalia ufunguzi pale Morocco. Niambie, sisi tunaenda kutupa karata yetu ya kwanza pale na Nigeria. Unaizungumziaje timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars? Na hapo ilipofika mpaka sasa hivi na katika umoja ule wa mkusanyiko wote kwamba sasa ndo tunaenda sasa kucheza game yetu. Unaizungumziaje mzee wangu? Mimi utaniambia kesho baada ya dakika 90 mechi tunashinda. Stars mechi anashinda Stars. Sababu ni zipi? Nyepesi. Unajua wa Nigeria kwanza tumewazidi kwenye ligi ya ndani, hawana ligi ya ndani. Sijui unaelewa? Wanategemea wachezaji kutoka nje. Victor Osimhen. Sijui unaelewa? Lukman. Wanategemea mawinga ni hatari by the way. Kutoka wapi? Ulaya. Hawana muunganiko mzuri. Sisi tuna faida hii moja wa Tanzania. Wale wakina Dickson Jobu, sijui wakina Mwalimu, wakina Baka wanajuana. Wapo humu kila siku. Hapo humu kila siku wanazima. Na washaingia baridi wameenda wamecomment kwenye page ya Miguel Gamondi wanasema ni mind game. Gamondi unajua akasemaje? Asema aliayewa Morocco sisi hatuiwezi sio nini. Wamekuja wamecomment wanasema ni mind game. Wanatudanganya wa Tanzania hao.
Washaanza kuingia na ubaridi. Mimi nakwambia tukijitutumua mechi tunaondoka na alama. Lakini pia wale wana wachezaji wakubwa kama wanavyosema kina Lukman, Osman, wachezaji wakubwa sana Afrika hao na huko nje. Hawana shida, hawana muunganiko sasa. Experience yao inaweza kufanya kwa na muunganiko. Of course, experience is better. Wakikamia. Experience is better, lakini kuna current performance na combination. Mnayo? Wewe ndio umezoea, wewe ni mkongo una experience. Lakini unakuja kukutana na watu wengine, mna combination, mna link together. You know? Kiingereza kama mlinki hamwezi kuperform Morgan Kalista. Yaani kama wewe una combination, yani na ndio maana akasemaje wewe na mwenza wako. Kama na mwenza wako amlandani hivi, huyo sio wa kwako, tafuta wako ambaye anakusikiliza, mnasikilizana. Ndivyo kwenye mpira, formation. Bana tunacheza 4-4-2 flat. Kuna vijana hawajui 4-4-2 flat ni nini, lakini huo mfumo upo. Kuna 4-4-2 plain, 4-4-2 flat. Sinaelewa. Tunacheza 4-4-2 plain. Kawaida imenyoka hivi. Sinaelewa. Lakini tunacheza 4-4-2 flat, inakuwa ina rotate, inabadilika. Sasa vile vitu havitokei kutoka mbinguni au paradiso. Miracle is not miracle. Vile vitu ni mazoezi uwanjani, combination mnaitafuta, mna link together. Ndivyo ambavyo tutawawin sisi Nigeria ambao hawana. Nigeria wana uzoefu. Mimi nakwambia akachukua maneno yangu. Stars tukikosa alama 3 tunachukua 1 kwa Nigeria kesho. Hawataamini macho yao. Yaani hawaamini. Kama ikitokea ni sare itakuwa ya mabao ama sare tasa? Sare ya mabao uongo. Yaani mabao 2-2 3-3 hamna we. Hapo tunakazia nyau. Goli aliingii kwao, aliingii kwetu. Na ndo waganga wetu wanavyoweza. Sasa usipatikane goli, hiyo dawa ipo kabisa. Sasa shida uchawi upande ndege. Wa Nigeria wachawi kinoma, lakini wako wapi? Sumbawanga kule na Mungu siku Sumbawanga kule chini kule kusini. Mbona inapopolewa kila siku? Lakini uchawi upo. Au sio? Uchawi upo. Bwana Mzee Hamida, mimi nashukuru sana bwana kwa muda. Kama una lolote la kumalizia tuambie sasa hivi. Cha kumalizia tu mimi niwaambie kitu kimoja. Tuisupport timu yetu ya taifa. Tushangilie. Tuangalie mpira kwenye vibanda umiza. Tuwaposti ya watu. Kuna lile kundi mimi silipendi la watu wa Tanzania ambalo wanakaa nyuma. Stars yakifungwa ndio wanatoka mbele. Tuliwaambia comment zinakuwa nyingi. Kila mtu anapost mpaka washangaa hadi huyu kaposti kuanzia lini michezo? Anafurahia, anashangilia, moyoni mwake Stars anakufa. Sio uzalendo huo. Tuwe kitu kimoja, Stars tunaondoka nayo. Watu walifurahi sana hii mechi ya kirafiki Taifa Stars na Kuwait. Tumeanza kuwapiga wao chuma. Tumechukua chuma 4, watu walicheka sana. Yaani kuna watu vigeugeu, mimi siwapendi sana. Mimi naachana watu siwapendi sana. Mamluki. Stars anaongoza, Gamondi mpira ndo huu. Stars kapopolewa goli zimerudi. Unaona hamna kitu. Tuliwaambia. Hamna kocha huyu. Mtondoke bwana. Haina noma.